بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu, mwalimu wetu, na si mwingine bali ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama ndugu zangu, tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu yote, katika wakati wetu wote, katika dakika zetu zote, kwa sababu ya yale mambo ya kheri anayoendelea kututendea. Na katika kila kheri ambayo Allah anatupa sisi, anakusudia kwa kheri hiyo tunufaike nayo. Na yeye Allah kwa kutupa kwake na sisi tukazitumia, yeye hanufaiki na chochote katika kheri hizo. Kwa hiyo mtazama kiasi gani Allah anatupenda, anatupa mambo mengi mazuri, na yeye hanufaiki, bali unanufaika wewe unayopewa. Lakini na bado haitoshi, tumekuwa wachache wa kumshukuru. Kwa hivyo kupata muda kama huu ukakaa sehemu kama hii ni moja katika mawafikisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekuchagua kwa wakati huu, kwa dakika hizi, usikilize baadhi ya maneno ili huenda utapata kufaulu kupitia maneno hayo. Lakini wakati huu kuna mwingine amekaa sehemu anasikiliza maneno, huenda atapata madhara au ataharibikiwa kimaisha kwa sababu ya kuyasikiliza hayo maneno. Lakini kama haitoshi, wako watu, wakati wewe umekaa sehemu kama hii inayoitwa msikitini, Allah kwa wakati kama huu, kuna watu amekusanya katika viwanja vinavyoitwa hospitali, wanapambania afya zao, wanapambania uhai wao. Huenda Mwenyezi Mungu atawapa afya na hawajui hili. Lakini kama haitoshi, wako watu wakati kama huu wamekusanywa katika viwanja vinavyoitwa makaburini, wakianza safari yao ya kwenda akhera. Wewe bado uko duniani, uko juu ya mgongo wa ardhi, unaendelea na harakati zako. Mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu unao muda wa kuendelea kuyatenda yale yatakayomridhisha Allah, na kisha ukafaulu katika maisha ya akhera. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa wale wakweli. Ama ndugu zangu Waislamu, mada au maudhui yetu ya leo itakuwa inazungumza kama ifuatavyo: namna ya kumshawishi mwanadamu katika kutenda ama kuacha bila ya kutumia nguvu kubwa. Namna ya kumshawishi mwanadamu katika kutenda jambo fulani au katika kuacha jambo fulani bila ya kutumia nguvu kubwa, nguvu ambayo huenda itakuja kuwafanya nyinyi wawili muwe maadui wakubwa kwa sababu ya ile nguvu uliyotumia, kwa sababu ulitumia nguvu kubwa katika kumwamrisha au kumkataza katika jambo fulani. Tunafahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu akiwa na nguvu maalum zinazomwezesha mwanadamu huyu aweze kutenda jambo lolote na aweze kuacha
jambo lolote. Lakini pia akamwamrisha mwanadamu huyu huyu au akatuamrisha sisi tukatazane na tuamrishane. Lakini taabu inakuja kwamba tunakataza sana, tunaamrisha sana, lakini na bado huyu ambaye anayekatazwa hakataziki, huyu anayeamrishwa haamrishiki. Lakini ni mfumo Allah kashauweka na ndivyo ulivyo, hauwezi kubadilika. Kwa hiyo ukiona unamlingania mtu, unamkataza mtu, unamwamrisha mtu, unamwagiza mtu, kisha maagizo yako hayafuati, inawezekana tatizo lipo kwako, namna ya kumtaka afuate maagizo yako, namna ya kutaka aache kile ulichomkataza, namna ya kumfanya afuate amri zako. Leo katika jamii zetu tulizokuwa nazo, hasa kwa wakati huu sasa, tunasema sana, mashehe wako wengi wanazungumza kweli kweli. Allah karahisisha kwenye akili ya mwanadamu, kaweza kubuni kitu kinachoitwa mtandao. Leo mashehe wako wengi mitandaoni tunawatazama, wanakataza, wanaamrisha, wanatuagiza, lakini na bado maovu yanaendelea kuwa makubwa na watu hawaachi. Shida ni nini? Maana ungesema labda hatusikii mashehe, hakuna kutupataza, hatusikii mashehe, hakuna kutuamrisha, lakini mashehe wako wengi sana. Hata yule ambaye hataki kwa wakati huu kukaa msikitini, kakaa huko na simu anatazama, shekhe fulani anasema hiki, shekhe fulani anakataza hiki, lakini akitoka hapo bado anakwenda kukifanya kile kile kilichokatazwa. Akitoka hapo bado anaendelea kuacha kile alichoambiwa akifanya. Tatizo ni nini? Na hatimaye unakuta katika kuamrishana na kukatazana, mwisho wa siku hata yale malengo yenyewe hayafikiwi. Mwisho wa siku unaibukia kuwa yule unayemlingania, badala ya kuacha kile unachomwambia akiache, anashindwa kuacha, lakini anabadilika zaidi. Unamwamrisha mtu afanye jambo, kufanya hafanyi, lakini kupitia maamrisho yako wewe unambadilisha kabisa hata vile alivyo, ili awe mbaya zaidi. Kwa hiyo ukitazama, huenda pia hata kwa sisi walinganiaji tunakosea namna ya kumlingania mtu mpaka akafikia hatua akabadilika. Kwa hiyo unapomkataza mtu ama unapomkataza mwanadamu, lazima ujue njia sahihi za kumkataza mwanadamu mpaka akaacha, njia za kumwamrisha mpaka akaamrishika ni zipi, na hatimaye ukajikuta unatumia nguvu ndogo, lakini manufaa yake yakawa makubwa sana. Kinyume chake, kama hautazifahamu hizo, utajikuta unatumia nguvu kubwa sana, unasema sana, hatimaye unaonekana shekhe huyu bwana anagugu, baba huyu bwana anagugu, kiongozi huyu bwana anatusema sana, na hatimaye utakuta hata wale unaowaamrisha, unataka wabadilike, wanaendelea kukaa mbali na wewe. Wale watoto ambao unategemea wabadilike, wale watoto wema, wanaendelea kukuchukia. Baba unapokaa watoto hawakai, ukirudi nyumbani watoto wanaondoka. Yaani mnakuwa mnakimbiana kwa sababu ya aina ya maneno ama sauti unaotumia wakati unawakataza au unawaamrisha. Kwa hiyo mzazi, mwalimu, shekhe, unajikuta unasema sana, lakini hausikilizwi. Mwisho wa siku na wewe unaweza ukatumia hasira ya kususa kabisa ukaacha, na hatimaye yale malengo yasifikiwe. Lakini ukitazama haya yote, madhara yote haya yanatokea, chanzo ni kutumia nguvu kubwa sana katika kukataza au kuamrisha. Tunakataza bila kufikiria,
malengo gani ambayo sisi tunayo katika kukataza kwetu, ili yale malengo yafikiwe, na tukaacha kutumia nguvu kubwa ambayo huenda italeta madhara katika kukataza kwetu au kuamrisha kwetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa mfumo, amemuumba mwanadamu akiwa na nguvu fulani. Hizi nguvu ameziweka lengo kukurahisishia wewe unayekataza au unayeamrisha kutumia nguvu hizo alizonazo, kutumia mifumo ambayo mwanadamu anayo katika mwili wake, ili uweze kumfikisha sehemu unayotaka. Kwa hiyo unapotaka mtoto wako akusikilize, mtoto wako aache jambo fulani baya, mtoto wako atende jambo fulani zuri, awe na tabia njema kama ilivyokuwa matamanio ya wazazi wengi. Kila mzazi anatamani mtoto wake awe mwema, aje amsaidie. Lakini japo na kutamani kwetu, tunajikuta mwisho wa siku tunakosea au hatuzifahamu hizi nguvu ambazo huyu mtoto au mwanafunzi anazo, ili tuweze kumfikisha katika hiyo sehemu. Na hizi nguvu au na huu mfumo ndio itakayokuwa mada yetu ya leo, tukizungumzia mfumo huu ama nguvu hizi ambazo Mwenyezi Mungu kampa mwanadamu. Wewe ukizitumia vizuri, huyo mwanadamu anakwenda kukaa sawa kama anavyotaka. Nguvu hizi kwa ujumla wake zinaitwa nguvu za ushawishi. Nguvu za ushawishi. Nini maana ya ushawishi? Ushawishi maana yake ni mfumo, ni msukumo. Ushawishi maana yake ni msukumo, yaani ni nguvu fulani ambazo mtu anazo katika mwili wake, nguvu ambazo kama utaziendea vizuri, basi hizi nguvu ndizo zitakazomfanya yeye aliendee lile unalolitaka. Hizi nguvu ndizo zitakazomfanya yeye aache kile ambacho unataka aache, afuate yale maagizo yako. Kwa hiyo sio yale maneno yako, sio ule ukali wako utakaomfanya huyu mtoto au huyu mwanafunzi au huyu kijana afuate, bali ni zile nguvu zake kama utazitumia vizuri, ambazo zinaitwa nguvu za ushawishi. Kwa hiyo unapotaka mtu atende, lazima umwekee kitu kinachoitwa msukumo au misukumo itakayomfanya atende hilo unalolitaka. Kinyume chake, kama utaamua kuepukana na hizi nguvu, ndio pale sasa unakuja kujikuta mzazi unatumia nguvu kubwa, lakini matokeo yake yanakuwa madogo au yanakosekana kabisa. Hatimaye mnajikuta lile lengo halifanikiwi, mnaishia kupata madhara. Uadui unakuwa mkubwa baina ya mzazi na mtoto, au baina ya mwanafunzi na mwalimu, baina ya shekhe na waumini wake. Na tabia hii au jambo hili la kuangalia na kudili na mifumo ambayo mwanadamu anayo katika mwili wake, mifumo ambayo ndiyo itakayomwezesha aliendee jambo fulani na alitende kama unavyotaka, tena akiwa mchangamfu, akiwa na furaha, wa kwanza kulifanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yeye ndiye wa kwanza kulianzia jambo hili. Kwa hiyo unakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyawekea majambo yote msukumo. Kila ambalo Allah alitaka wewe ulifanye, kuna msukumo fulani ndani ya mwili amekuwekea, utajikuta unafanya tena ukiwa na furaha, ukiwa mchangamfu. Tazama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi tunywe. Mwili wa mwanadamu unahitajia maji. Namna Allah alivyokuumba, anataka uweke maji ndani ya mwili, lakini ule msukumo wa kukufanya wewe unywe maji akauweka unaoitwa kiu. Alipotaka watu wale chakula akaweka njaa.
Kwa hiyo utajikuta tu kuna wakati unatafuta sufuria liko wapi, maji yako wapi, unaliandaa jiko kwa ajili ya kutengeneza chakula. Kinachokufanya uyaendee hayo majambo ni ile hisia ya njaa ambayo umeipata. Alipotaka watu wasome, akaweka msukumo wake ama ushawishi wake kuwa ni akili. Alipotaka watu walale, akatuwekea usingizi. Alipotaka watu waoe, akaweka matamanio. Kwa hiyo kama si Allah sisi kutuwekea hili sukumo, huenda tusingetenda, lakini huenda kwa kutokutenda kwetu tungepata madhara au tungekufa kabisa. Mwili wa mwanadamu unahitajia maji. Ingekuwaje kama utakosa zile hisia za kiu? Umekaa mwezi mzima, mwili unahitajia maji na wewe ile hisia ya kiu hauna. Maanake tungejikuta tunaanguka barabarani kwa kufa kwa sababu ya mwili umekosa maji, kama majani ya miti yanadondoka wakati wa upepo kutoka katika mti. Ungawakuta waumini msikitini kila wanaposwali wanaanguka, wakienda sijda hawanyanyuki tena, kwa sababu miili yao imekosa kitu fulani katika vile ambavyo vitakavyowapa nguvu ya kuendelea kuishi. Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka mwanadamu ale chakula. Kupitia chakula mwanadamu atapata afya, atakuwa na nguvu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ya kutekeleza amri za Mungu. Lakini anakulaje chakula? Allah akamwekea hisia ya njaa. Ukitazama kana kwamba tunayatenda haya matendo kwa hiari zetu, lakini kumbe ni Allah ndiye anatuamrisha. Kwa hiyo wewe unapokula, unapokunywa, maana yake unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama asingeweka hisia za njaa, hisia za kiu, maana yake sisi tungekuwa na hiari, hatunywi maji, hatuli, hakina umuhimu kwetu. Lakini unaona maji yanapendeza, chakula kinapendeza, tena unachagua. Yote ni kutokana na hisia ya njaa. Katika ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala anataka watu waongezeke, lakini amri hii ya watu kuongezeka kuwa wengi inatekelezwaje? Allah akaweka hisia au akaweka msukumo wa matamanio. Kwa hiyo kupitia matamanio mwanadamu anajikuta anakwenda kuoa, hatimaye anapata watoto, ile amri ya Allah kuongezeka inapatikana. Kwa hiyo kama isingekuwa Allah kutuamrisha tuoe, maana yake angeendelea kubaki Hawa na Adam mpaka leo katika haya maisha. Kwa dunia ingeendelea kuwa pori, msitu mnene, viumbe waliokuwepo wanadamu ni wawili tu, Adam na mke wake, basi hawaongezeki kwa sababu hawana matamanio. Kwa hiyo watu wanajikuta wanakimbilia kuoa, tena wanachagua kana kwamba ni hiari zao, lakini kumbe ndio wanatekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo msukumo wa kuoa ni matamanio, sio pesa kama tunavyodhani, sio kazi, sio nyumba. Kuna mtu haoi kwa sababu hana pesa, na yuko mtu haoi kwa sababu hana nyumba. Atamweka wapi mwanamke? Kuna mtu haoi kwa sababu hana gari, hana kazi nzuri. Sio kigezo. Kigezo ambacho Allah alichokupa na akakutaka uoe ni matamanio. Unatamani au hautamani? Ukimwona mwanamke anakuvutia au kuvutii, kwa kule kuvutika, hiko ndo kigezo chako cha kuoa. Kwa hiyo ustadhi, nenda kaoe, kwa sababu hiko ndo kigezo, wala sio pesa. Aliyekuamrisha kuoa alikuwekea msukumo unaoitwa matamanio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, akiwaagiza vijana, akiwashauri vijana, kijana yoyote mwenye uwezo wa kuoa na aoe. Atakayepata uwezo wa kuoa, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Yule mwenye uwezo wa ndoa, mwenye uwezo wa kuelekea ndoa, basi na aoe. Lakini Mtume akasema sehemu inayofuata,
kwa sababu hiyo ndoa, ukishakuwa na mke, huyu mke atakuwa ni tiba ya matamanio yako, yatakayokufanya matamanio hayo yasiamke kwa wanawake wengine kwa sababu ya kuwatazama kwako. Kwa hiyo macho yako yatapata star kwa sababu ya mkeo uko nyumbani. Tena Allah katika maagizo yake akasema, anza 2, 3, 4, akiwa na maana kwamba wewe utakuwa unawaona wanawake wa aina nyingi, na kupitia hii hali ya matamanio mwanadamu anavitamani vingi, kila kizuri anakitaka. Kwa hiyo akaanza 2, akaja 3, 4. Ikiwa unajiona hautaweza kuwa mwadilifu, basi oa mmoja. Lakini kusema 2, 3, 4 alikuwa na maana kwamba ili kutibu mfumo wako wa matamanio usiendelee kuwa muharibifu katika jamii. Lakini Mtume sehemu ya mwisho akaendelea akisema, na kama haunajiona hauwezi kubeba jukumu la ndoa, basi na afunge. Kwa nini? Kwa sababu njaa inakwenda kuua nguvu ya hisia ya matamanio. Kwa hiyo mtu akishakuwa na njaa, zile hisia za matamanio zinakuwa ziko chini, zinadhaifika, kwa kiasi kwamba hata kama akimwona mwanamke hawezi kushughulika naye, kwa sababu akili yake haipeleki hisia au haipokei hisia ya matamanio, anafikiria njaa inayombana. Kwa hiyo tiba au kigezo cha mtu kwenda kuoa ni matamanio. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kwamba mwanadamu anahitajia utatuzi katika majambo yake, lakini ili atatue lazima apate elimu ya utatuzi. Allah akamwekea kitu kinachoitwa akili, ikiwa ni kama msukumo wa kumtaka mwanadamu huyu atafute namna ya kutatua matatizo yake hayo ambayo Allah yeye ameagiza watu wasome. Kwa hiyo ili asome, akamwekea msukumo wake ni akili. Mwanadamu anaposoma, maana yake anatafuta njia ya kwenda kutatua changamoto zake, na kama si akili, maanake mwanadamu angekuwa na matatizo mengi lakini anashindwa. Hebu mtazame mtoto mdogo, mtoto mchanga ambaye hana akili yoyote, unamkuta kitu anachokitumia yeye ni kulia tu, lakini kilio kina tafsiri nyingi. Anaweza akalia kwa sababu ana njaa, analia kwa sababu anataka kulala au anataka kuoga. Sasa kama ingekuwa duniani wanadamu wote wapo kama watoto akili zao, maanake tungekufa. Tunalia tu, lakini hatujui nini tunakihitajia kwa wakati huu, au hatujui tunakipataje kile tunachokitaka. Unataka kulala lakini hujui ulale vipi, wapi unalala. Unataka kula lakini hujui chakula unakipataje, unakula vipi, kwa sababu ya kukosa akili. Allah akakuwekea akili. Kwa hiyo wewe ukikosa kusoma, maana yake ni wewe ndio utakuwa mkaidi, utakuwa umetengeneza lawama kwa Mwenyezi Mungu kwamba Allah umenipa akili lakini sikuiwekea maarifa, sikusoma. Kwa hiyo itakuwa ni kesi baina yako na Allah, kwa nini nimekupa akili lakini hukusoma? Kwa hiyo ukitazama, kama si Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea haya, maana yake asingetendeka. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea haya, lengo ni sisi kuyafikia manufaa yetu. Hatuyafikia hayo manufaa kwa sababu sisi hatuyajui. Sasa Allah akalazimisha kupitia misukumo kwamba lazima utafanya, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakushindwa kuamrisha na akategemea amri yake ili watu watende, kwa sababu uwezo huo anao. Allah anaweza akasema laleni na mkalala, mtake mstaki, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakufanya hivyo, akaweka msukumo wa usingizi. Mnajikuta ikifika muda fulani watu wote mnakwenda kulala kiasi haujitambui, kana kwamba unafanya mwenyewe, lakini kumbe ndo unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na aliyetuumba anaweza kuyafanya haya, je, sisi katika mambo yetu tunafanyaje ili watu tunaoagiza wayatekeleze? Ikiwa Mwenyezi Mungu hakutegemea amri katika kutuagiza,
Je, wewe unafanyaje? Unatumia njia zipi pale unapotaka mtoto wako ajistiri, pale unapotaka mtoto wako arudi mapema nyumbani, pale unapotaka mtoto wako asome? Unataka mtu akupe pesa, unataka uende sehemu mtu akupe kazi. Je, ni njia zipi unazotumia ili kumfanya huyo mtu unayemtaka afanye akiwa mchangamfu na furaha bila ya tabu yoyote? Tena yaikuta tu anakuletea yeye mwenyewe, hujamlazimisha. Anajistiri, uwepo usiwepo anajistiri. Anakwenda kusoma hata kama haupo. Tena anaweza akakesha kabisa usiku kujisomea. Tunatumia njia zipi? Kwa hiyo kwa mujibu wa namna tulivyotoka huko nyuma, lazima tuweke misukumo itakayomwezesha huyu mtu atende kwa hiari yake. Kwa hiyo sio umlazimishe kutenda, sio umforce utumie nguvu, bali mwekee misukumo. Kinyume chake, kama haujaweka hiyo misukumo, atajistiri leo lakini kesho ataacha. Atasoma wakati upo, ukiondoka kafunika daftari. Leo upo, kesho upo. Kwa wakati upo ndo amri zako zinafuatwa, wakati haupo zinaachwa, kwa sababu wanaogopa ukali wako, wanaogopa maneno yako. Au leo unakuta mwanafunzi au mtoto haendi kusoma mpaka apewe pesa, na asipopewa pesa haendi kusoma. Je, na hizo pesa zinapatikana kila siku? Haendi mpaka umpige, mpaka umseme. Mtaendelea kupigana mpaka lini? Na mwanadamu hatengenezeki kwa nguvu, anatengenezeka au anafuata maagizo, anatekeleza amri kupitia misukumo. Kwa hiyo ili kuepusha hayo, tumesema mwekee mtoto au mwekee huyo unayemtaka misukumo itakayomwezesha atende. Na misukumo hiyo ipo ya aina tatu. Misukumo ipo ya aina tatu ambayo inaitwa, wanachuoni wameita ad-dawafi'ul fitriyya, misukumo ya kimaumbile. Kwa hiyo mwanadamu ana maumbile katika mwili wake, maumbile ambayo kama wewe utayatumia vizuri, basi utamfanya huyo mtu atende akiwa mchangamfu, atende akiwa na furaha, atatenda kwa hiari yake bila ya kumforce. Ataingia katika jambo lolote unalolitaka kwa kutumia maumbile aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika mfumo wa kimaumbile mzuri zaidi, mfumo ambao mnyama hakuwekewa. Yaani hizi nguvu ambazo mwanadamu anazo, mnyama yeye hakupewa. Japo utaziona zipo katika mwili wake, lakini hazina kazi, kwa sababu yeye sio mlengwa katika hayo maagizo. Laiti kama huyu mnyama angepewa hii misukumo kama ulivyopewa wewe na ikawa inatumika, maana yake ingekuwa ni hatari katika maisha yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mwanadamu kuwa na maumbile fulani katika mwili, maumbile ambayo yawe ndiyo misukumo yake itakayomwezesha, itakayompushi yeye aelekee katika utendaji fulani. Na misukumo hiyo, msukumo wa kwanza unaitwa al-aqlu, akili. Msukumo wa pili unaitwa an-nafsu, nafsi. Na msukumo wa tatu unaitwa al-jismu, mwili. Kwa hiyo akili, nafsi ya mwanadamu na mwili wake, hizi ni nguvu, ni misukumo maalumu Allah ameiweka kwa sababu maalumu, ili ikuwezeshe wewe unaitaka kumwamrisha huyo, unaitaka kumkataza na akakatazika, kama utazitumia vizuri nguvu hizi tatu. Akili ili iwe ni msukumo, akili ili imwezeshe huyu mwanadamu kulielekea jambo lake au jambo lako bila ya tabu, bila kutoana akili, bila kutukanana, bila kupigana,
unamwamrisha mkeo afanye jambo vizuri tu akiwa amechangamka, akili yake inatakiwa ipewe mambo matatu. Mtu yoyote, mwanadamu yoyote, katika akili yake mwekee mambo matatu. Haya yatamfanya aliendee jambo lolote unalolitaka bila ya kutumia nguvu. Jambo la kwanza ambalo linahitajika katika akili, akili ijulishwe manufaa ya hicho unachokitaka. Lakini pili, mfahamishe madhara ya hicho unachomkataza. Tatu, muonyeshe uhalisia. Kwa hiyo katika akili tumesema jambo la kwanza, mwanadamu afahamishwe manufaa. Mfahamishe kile unachotaka atende. Unamtaka mtoto wako asome, hebu mjulishe manufaa ya kusoma kwake. Tena sio yale manufaa ya kawaida, tafuta manufaa yale ambayo hata kama akiweka katika mizani ya akili yake aone hapa kweli kuna ulazima wa kusoma. Na kawaida ya akili ya mwanadamu, ukishaingizia maarifa, ukishaiambia hili jambo ni zuri, hata kama ataliacha, akili itaendelea kumsuta siku zote. Kwa atakuwa anaacha jambo, lakini akili ilishanasa, alishaambiwa hili jambo linafaa na yeye analiacha, ataendelea kupata taabu, ataendelea kuadhibiwa na akili yake mpaka siku atakapoamua afanye. Kwa dawa yake yeye, wewe mwambie tu, kusoma kuna manufaa kadha katika maisha yako. Ukisoma utakuwa hivi na hivi. Lakini msemo ya pili tukasema umfahamishe madhara ya kile unachotaka kuacha, au hicho unachomwamrisha kifanye, ikiwa ataacha madhara yake ni nini. Ukishaifahamisha akili, ina kawaida ya kunasa vile na hikubali kinyume chake, kwamba hiki kitu ni kibaya, kuacha jambo fulani haifai, kutenda jambo fulani inafaa, kufanya hili alifai, kuacha hili linafaa. Akili ikisha nasa hivyo, itaendelea kuishi na jambo hilo katika maisha yake yote. Kwa hata kama yeye atafosi alitende jambo baya, lakini kwa sababu ushamfahamisha anatenda, lakini akili inamsukuma, inamwambia bwana, unachokifanya ni kibaya. Ile sauti yako itakuwa inarudi katika akili yako, wizi ni mbaya. Kwa hiyo wakati anaiba, akili kwa sababu inatambua ni kitu kibaya, inatengeneza mbinu na plani ya kukipata kile kitu. Kwanza asionekane na mwenyewe, atafute kwamba kisha kidaka wapi apite ili asikamatwe. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba huyu kumbe anafahamu hiki kitu ni kibaya. Ingekuwa adui, anaweza kwenda kuchukua alafu katia mfukoni, anatembea tu taratibu. Lakini zile mbio anazozikimbia ni ishara kwamba huyu anajua alichokifanya ni kitu kibaya. Kwa hiyo leo hataki kuacha, lakini kwa sababu ushamfahamisha, kinachohitajika hapo ni dua tu. Kuna siku atakuja ataacha. Kwa hiyo mfahamishe manufaa ya kile unachotaka afanye, lakini mjulishe pia madhara ya kuacha. Mfahamishe madhara ya kufanya kile unachotaka aache, na mfahamishe pia manufaa ya kukiacha, ili akili yake imsaidie katika kulielekea jambo hilo. Lakini jambo la tatu tukasema muonyeshe uhalisia. Hapa katika uhalisia ndio kuna tabu katika maisha yetu. Tunaposema uhalisia ni kumuonyesha ima vitu au watu waliofanya hilo unalotaka afanye na namna walivyokuwa. Unataka mtoto asome, hebu mtafute mtu aliyesoma na namna alivyo. Unataka mwanao aichukue dini, ni kitu muhimu katika maisha yake, hebu jaribu kutafuta hao walioichukulia dini ni kitu muhimu katika maisha yao na namna walivyo. Sasa hapa ndo inakuja shida. Unamuonyeshia nani? Akimtazama au ukimtazama shekhe, viatu vyake mikanda imetofautiana, kanzu yake ina vilatu, kofia ukitazama imechanika. Kwa hiyo hata ukimwambia umemwona shekhe namna alivyo, anampima kwenye mizani. Sasa anamweka shekhe, anamweka msanii fulani mkubwa katika maisha yake. Msanii huyu ana magari, ana nyumba,
anakwenda nchi yoyote anayotaka, anafanya starehe zote. Shekhe nyumbani kwake unapajua namna kulivyo, chakula chake mwenyewe akijui cha mchana, viatu vyake vitazama, kwa anapima, anaangalia huko napotezwa. Kwa unajikuta akili yake inamsukuma kwenda kule anapokuona yeye ndo sahihi, kwa sababu ule mfano ambao huenda yeye ungemsukuma umeharibika katika jamii. Kwa sehemu hii sisi kama Waislamu tuna kila haja na sababu ya kuwatazama na kuwatunza viongozi, kwa sababu wao ndio dira ya watoto wetu walio chini kunyanyuka, ili fike hatua na yeye atamani kuwa kama imamu fulani, atamani kuwa kama ustadhi fulani, lakini anashindwa kwa sababu ustadhi mwenyewe kila siku darasani anamchapa kwa sababu hajampelekea 2000 yake ya ada. Ustadhi anamchapa kisa 2000, wakati kuna mtu kule bwana anapata kirahisi tu kwamba ukiwa tu na kisu chako ukafunika uso, usiku kaenda kuvamia sehemu, unapata milioni 20. Kwa nini asiingie? Kwa unajikuta ule uhalisia ambao mtoto huenda ungemshawishi katika jamii umekosekana. Pale ulipokosekana, imekuwa ni sababu ya watoto kutafuta watu wa kuwaiga katika maisha yao, hata kama ni wabaya. Lakini pia katika kumuonyesha mtoto uhalisia, kuna umuhimu pia wa kutoa visa. Muhadisie historia mbalimbali kwamba nani alifanya nini ikawa vipi. Wakati mwingine kama anakosa, toa hata historia katika familia yenu. Babu wa hii familia alikuwaje mpaka kafanikiwa? Msione mali tu zimekaa hizi, mzee alifanya nini? Hile inamsaidia yeye kama mtoto, kile ulichomfahamisha akifanye, kile ulichomkataza aache, uhalisia itakuwa ni sehemu ya kumsukuma na alielekea hilo jambo. Kawaida mwanadamu yoyote katika maisha yake hafanyi kitu chochote mpaka aone kwa mtu mwingine. Ndo maumbile. Yaani wewe hivyo ulivyo, kuna sehemu uliona. Haikutokea tu kwamba umezaliwa ukaanza sasa navaa suruali hivi, navaa shati hivi, navaa kanzu hivi, bali kuna mtu ulimuona. Kule kumuona ikakupelekea na wewe uige ufanye kama anavyofanya. Sasa turudi katika upande wa dini. Uislamu ni kitu ambacho kinatakiwa kiathiriwe katika jamii, kuanzia kwa watoto na jamii yote. Lakini tunawaonyesha mionekano ipi, uhalisia upi tunawaonyesha ndani ya misikiti, ndani ya madrasa, katika majumba yetu, majirani zetu, tunawaonyesha mionekano ipi kama sisi Waislamu, ili waone kwamba kumbe uhalisia wa Uislamu ndio uko hivi, kumbe msikitini kuko hivi. Kwa kama ule uhalisia wa msikiti utafichwa, watu wakaonyesha uhalisia ambao hautakiwi, hapa ndo utakapowafanya Waislamu waanze kuswalia nyumbani. Utawafanya Waislamu waanze kuwa na khiari ya kufuata Uislamu, kwamba sasa mimi naweza nikauacha tu. Mashekhe wenyewe waone swali. Kwa kiasi kwamba leo imekuwa taabu katika dini, kwa sababu sisi hatudili na kuathiri jamii kwa ile mionekano yetu, bali tunadili na yale mambo yetu binafsi. Kwa hiyo hili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakwenda kuwa kesi kubwa, kwamba haukuwa na mchango wa kuwalingania watu kupitia mionekano yako juu ya dini. Ulipopewa jukumu Muislamu la kuwalingania watu, si lazima mpaka useme, si lazima mpaka ukataze. Wakati mwingine muonekano peke yake unatosha kuwa sehemu ya kuwalingania. Mtazama wafanya biashara wanachofanya, wanatoa nguo fulani hivi mbovu, imechanika chanika, lakini wanataka kuiuza tena kwa bei kubwa. Wanachokifanya, wanamtafuta msanii mmoja ambaye katika jamii anakubalika sana, anaivaa ile suruali afikisha na kwenda kupanda kwenye jukwaa fulani, dunia nzima inamuona. Wakisha muona kumbe hii ndio ndo uhalisia bwana, unapendeza, kumbe nguo mbovu, na wanakwenda kuinunua dukani kwa gharama kubwa. Kilichotumika hapa ni muonekano tu kwa mtu fulani ambaye wao wanakubali au wanakubalika, anatajwa na dunia. Je, mashekhe zetu sisi wanaonekana? Na wakionekana wanaonekanaje?
Anavishwa tu mwanamke fulani nguo za hovyo hovyo tu hivi, nguo fupi hazimtoshi, lakini anavishwa, alafu anawekwa sehemu fulani ambayo kila mtu atamuona. Wanaamini kwamba dunia itavaa vile watake wastaki, bila kuambia, bila kuwalazimisha. Kwa leo anapanda, kesho kila mmoja anakwenda dukani kuitafuta ile nguo. Kilichotumika pale ni muonekano tu. Msanii fulani wa kiume kavaa eleni, kavaa cheni, katoboa pua yake, akishapandishwa jamii itamuona, wakishamuona kumbe ni kitu kinachowezekana. Kwa hiyo kesho nao wanaingia kwa mafundi kwenda kutoboa pua zao, kwenda kuweka eleni, kwenda kuvaa cheni. Kilichotumika pale ni muonekano tu. Kwa hiyo kupitia muonekano ni ushawishi wa kumfanya mtu alielekee jambo lolote unalolitaka. Na hii ni sehemu ambapo dunia ya watu ambao wanampinga Mwenyezi Mungu ndio wanaitumia zaidi kuliko Waislamu. Sisi tunatumia zaidi kuonyesha magomvi na kugombana. Shekhe huyu kamtukana huyu, huyu kamdhalilisha huyu, huyu kamkosoa huyu, ndio vitu ambavyo vimejaa katika dunia. Kiasi kwamba hata wa chini nao pia wanaiga mienendo ile, na yeye ataenda kutafuta kitabu fulani ili aje kumpinga au kumradi shekhe fulani, kwamba wewe hujui kimeandikwa hivi, wewe hauelewi, hujasoma, kasome vizuri kitabu fulani kinasema hivi. Kwa hiyo wananyanyuka nao wakiwa katika makuzi hayo, hatimaye ile picha ya dini inayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakosekana. Tunabaki na mashekhe wabishi, mashekhe wakorofi, yani kazi yake, maisha yake ni kuradi mashekhe wengine. Hakikishi au haangalii kwamba jamii inaharibikaje na hawamfahamu Mungu vizuri. Hadili na tabia za watu, hadili na mionekano ya watu, anadili na shekhe mwenzie. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie katika hili. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya tatu katika upande wa akili, ambayo ilikuwa ni kumuonyesha mtu uhalisia wa jambo namna lilivyo, ili iwe ni sehemu ya kushawishika na kuingia katika jambo hilo unalotaka bila ya kutumia nguvu. Lakini sehemu ya pili ya kishawishi ilikuwa ni nafsi. Na nafsi ya mwanadamu ili iwe ni kishawishi, ili iwe ni nguvu itakayompushi aelekee katika jambo, nafsi inahitajia ladha na maumivu. Nafsi inahitajia ladha, nafsi inahitajia maumivu ili kumtaka aache au kumtaka afanye. Kwa hiyo kitengo hiki pia kina umuhimu wake. Kawaida ya nafsi huwa inapotaka kufanya jambo inatazama uzuri wa jambo, mapambo, yale mambo yanayovutia vutia, yanayopendeza pendeza. Ndio unaweza kumkuta mtu anakwenda dukani kununua simu, akifika anaanza kutazama simu zote. Yale macho yanavyotazama, ile ni nafsi inaangalia simu gani ina rangi nzuri, simu gani kubwa, simu gani inapendeza. Lakini kawaida ya akili inataka kufahamu uimara na ubora wa hicho anachokinunua. Kwa akinunua atauliza, hii simu inakachaji kwa muda gani? Mtandao ukoje? Haya maswali yanatokana na akili, anataka kufahamu uimara na ubora wa hicho anachokinunua. Lakini nafsi yenyewe inaangalia rangi, ukubwa, kwamba akikaa mbele za watu akishika simu kubwa ataonekana, basi. Wala hajui kwamba itakuwa ni mbovu, inapandisha mtandao, inakana chaji, leo hajai. Sasa nafsi upande huu pia kuna umuhimu wake wa kuitazama katika kumwamrisha au kumkataza mtu. Kuna wakati nafsi ili iendelee kutenda jambo inahitajia kupewa uchangamfu, yani usimchoshe mtu katika jambo, usimpe mtu maumivu. Ima kumsifia, wakati mwingine umempa au amekupa kitu, msifu. Sifa ni jambo la kinafsi, kwamba mtu mwingine unapomsifu utamfanya aendelee kukupa kila siku, kwa sababu bwana ukimpa bwana anakusifu, anakutaja vizuri. Ukamshukuru bwana, asante sana bwana, Allah akulipe. Yale maneno unaivutia nafsi yake, unaifanya iwe ni msukumo wa kuendelea kutoa na kufanya kila siku.
Lakini akitoa ukaanza kumlaumu, unanipaje kitu hiki kidogo bana, ndo nini? Hata kama huyo mtu kutoa kwake ilikuwa ni wajibu, ataacha. Kwa sehemu hii tuwakumbushe watoto kwa upande wa wazazi, sio kwa sababu mzazi eti tu anajua wajibu wake ni kumhudumia mtoto, basi atakufanyia kila kitu kama haujamfurahisha mzazi. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yako baadhi ya mambo ukiyafanya yanamfurahisha, na akifurahi Mwenyezi Mungu basi Allah atakupa kila unachokitaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-fara'id idkhalu sururi ala al-muslim. Matendo ambayo Allah anayapenda yanamvutia Allah, si nafsi anayo. Kwa hiyo naye anashawishika na furaha, na ukimuumiza Allah anaumia. Kwa hiyo ukitenda jambo zuri ambalo Allah linamfurahisha, Allah anafurahi, na kupitia furaha yake Allah unamshawishi aendelee kukutendea matendo ya kheri. Mtume akasema Mwenyezi Mungu anapenda sana mtu kutekeleza ibada za faradhi, swala, kutoa, kufunga, kuhiji. Haya mambo Allah anayapenda, lakini Mtume akasema anayoyapenda zaidi baada ya kupenda faradhi ni kuisababisha furaha kwa Muislamu. Yani ikawa furaha ya Muislamu mwingine chanzo chake ni wewe, basi wewe uliyemfurahisha mwenzio Allah anakufurahia sana, na akisha furahi hiki inakuwa ni kishawishi Allah aendelee kutendea matendo ya kheri. Kinyume chake itakuwa Allah katika jambo analolichukia ni mtu kuacha faradhi, lakini baada ya hilo Allah anachukia watu kusababisha maumivu katika mioyo ya wenzao. Kwa hiyo ukitaka Allah atie ugumu katika riziki zako, akupe uzito wa maisha yako, endelea kuwaudhi na kuwakera watu, endelea kuwaudhi na kuwakera ndugu zako. Wako baadhi ya watu wakichukia katika mioyo yao kwa sababu ya matendo yako, wamefunga riziki zako, akiwemo mzazi. Mzazi wako anafurahi kupitia wewe bila kujali mzazi huyo. Tena Allah akatoa wasia, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake watende wema. Na baadhi ya aya akasema, unapozungumza na wazazi wako zungumza nao kwa maneno mazuri, usitoe neno la kuwakera, na hasa katika wakati unapofikia utu uzima, akiwa na maana ya kwamba kipindi cha utu uzima ni wakati ambao mzazi akishazeka huwa anarudi katika akili za utoto. Yani kila kitu kidogo atakikuza, atakufanya kikubwa. Sasa huo ni wakati hatari. Usidharau kadhani kwamba ni mzee, kwa unaweza kumfanyia tu. Allah akatahadharisha, tahadharini. Kwa nini? Kwa sababu hasira zake zipo kwa wazazi hao, furaha yake ipo kwa wazazi. Ukiwatendea matendo mazuri wazazi, japo na kero zao zote, Allah anafurahi na anarahisisha maisha yako. Maana yake ukiendelea kuwatendea na kuwakera wazazi wako, Allah anachukia na ataendelea kutia ugumu katika maisha yako. Kwa hiyo niwakumbushe wale ambao hawako vizuri na wazazi wao, wanawasahau wazazi wao, jaribu kuanzia leo kutengeneza furaha. Inawezekana unakwenda kwa mashehe, shekhe niombee dua bwana, riziki zangu ngumu hazifunguki. Kumbe dua yako ilikuwa ni kumfurahisha mzazi tu. Hachukii, huenda asichukie mzazi wako, lakini je, anafurahi? Hana hasira na wewe, lakini anafurahi kupitia wewe, kwa sababu furaha yake ni muhimu kwako, sio kwake. Mfurahishe mzazi wako, mpelekee zawadi mzazi wako. Akifurahi yeye, kafurahi Allah, na akifurahi Allah, maana kila kitu chako kinafunguka. Hiyo upande wa nafsi. Lakini sehemu ya mwisho katika yale maumbile, ile misukumo ya kimaumbile, jambo la mwisho ilikuwa ni mwili. Mwili ili uwe ni msukumo wa kumwezesha mtu kutenda jambo bila kulazimishwa, akatenda kwa furaha, kumekusanya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kutokuwa na uzito katika jambo. Ili mtu atende jambo vizuri,
akiwa mchangamfu, muondoshee uzito katika hilo jukumu unalompa. Maana yake kama jambo kwa upande wake utalifanya kuwa ni gumu, ni kubwa, lina mambo mengi, ule ugumu na uzito utakuwa ni kikwazo. Hata kama kule nyuma kote umekamilisha, umempa elimu, anafahamu hilo jambo vizuri, umemwonyesha madhara yake, manufaa, umemwonyesha uhalisia, umemshawishi kupitia nafsi, lakini itakuwa ni ugumu kuendelea kutenda kama jambo lake utalifanya kuwa ni zito. Kwa mfano, unamtaka mtoto awe msafi katika malezi nyumbani. Unamlea mtoto, unamtaka mtoto ajue namna ya kusafisha, namna ya kufua. Wakati unaanza naye, usimpe uzito katika jambo, mpe kwa kiwango cha kawaida, kwa sababu ni sehemu ya kuuzoesha mwili wake uzoee ile kazi. Kwa hiyo anakwenda na nguo 2, utamwongezea atafua nguo 3. Sasa itafika hatua atampa nguo 4, hatimaye itafika hatua anaweza kafua nguo zake zote na nguo za watu wengine. Lakini siku ya kwanza umempa nguo zake zote, nguo za wadogo zake. Sasa leo unaanza kufua, ndo nakufundisha huyo, kuanzia kesho akiamka asubuhi kurudi usiku, anajua tu leo ni siku ya kufua, kwa lazima akimbie. Kwa nini? Sio kwa sababu hajui manufaa ya usafi, kwa sababu ya uzito. Hiyo inakuja hata katika ibada, iwe ni mtu, iwe ni wewe. Ili utende jambo hilo vizuri ukiwa mchangamfu, jambo lako unatakiwa ulianze kwa wepesi. Anza taratibu, mtazame Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipowataka watu wayaache baadhi ya mambo na njia alizotumia kutukataza. Tunafahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kukataza kwake, moja alivyovikataza ni pombe. Wakati anakataza pombe, alianza na kusema msikaribie swala mkiwa mmelewa. Lakini lengo lake Allah anataka muache, ila anaanza kule msizikaribie swala mkiwa mmelewa. Kwa nini? Kwa sababu watu wanatukana katika swala, wanasema maneno ambayo hawayaelewi. Kwa acheni, mkienda katika swala hakikisheni akili zenu ziko timamu. Kwa hiyo watu wakaacha, wakienda kwenye swala wanaenda akili timamu, wakitoka swala ya Isha wanakwenda kupiga. Wanaamini kwamba wakilala wakiamka pombe zimetoka. Lakini Allah anawasogeza, alipona sasa washazoea kwenda ndani ya swala wakiwa wako sawa, akaleta tamko lingine kwamba pombe ni kitu kina manufaa lakini kina madhara makubwa. Hapo watu wakagawanyika, kuna walioendelea, kuna walioacha. Manake likapungua jopo la walevi msikitini. Baada ya muda watu washazoea sasa ile hali kwamba siku hizi wanaoingia msikitini ni watu 5 tu walevi. Allah kana walobakia ni wachache, hawa ni wepesi. Akaleta tamko la kukataza kabisa, innamal khamru na nini, kila kitu Allah akakataza. Sasa hapo ndio ikafika hatua Waislamu ulevi ikawa ndio mwisho. Allah hakushinda kuleta tamko la mara moja kwamba acheni kulewa, lakini alijua nitawapa uzito katika kuacha. Kwa hii sehemu hata wewe unapotaka kumkataza mtu, hebu chukua hatua, usimpe uzito kwenye kuacha kwake. Tabia yake ni mbaya kweli, ni mvuta bangi kweli, lakini kuacha kwake huyo anahitaji hatua taratibu. Mzoeshe kwanza kuacha, kupunguza. Bwana, unavuta sigara ngapi kwa siku? Mimi navuta 5. Mvuta 3. 3 zinakutosha. Yaani wewe shekhi alafu unamwambia vuta 3 zinakutosha. Lakini lengo lako sio avute, unamsogeza kwenye kuacha. Akishazoea 3 unamleta kwenye 2. Maana siku hizi napunguza 1, vuta 2. Asubuhi 1, jioni 1. Akishazoea hizo 2 unampunguzia na ile 1, abaki na 1. Itafika hatua atazoea kuacha kabisa. Lakini ukimkatisha, umemwingiza msikitini mvuta bangi au mvuta sigara leo, unataka aache kila kitu, huyu atakuwa amewekwa kwenye mtego. Kaacha lakini anapata tabu. Siku akikutana na lile kundi la wavuta bangi wenzie, siku akikutana na wale wavuta sigara au ule moshi ukampitia,
Manake ile hamu yake sasa wa kupata vile vitu itarudi tena upya, na ataanza kama vile hakuacha, kwa sababu wewe ulimpa uzito kwenye kuacha, hukumzoesha. Hilo ndio funzo ambalo tunalipata katika aya hizi za Mwenyezi Mungu katika ukatazaji wake. Jambo lako lolote tunataka watoto waache tabia ya kuchelewa kurudi nyumbani, wanarudi saa 3 za usiku, waambie kuanzia kesho unarudi saa 2. Lakini kuambia kesho saa 11 ndani, itakuwa ni tabu. Saa 2 kesho unarudi. Wakishazoea kwa muda umeenda hata miezi miwili, washazoea kurudi saa 2, naambia kesho unarudi saa 1. Mpaka ifike hatua wanaacha. Jambo la pili katika kufanya mwili uwe ni msukumo utakaomfanya mtu atende jambo na aache jambo bila kutumia nguvu, ni kutokuwa na wingi wa mambo. Kinyume chake, hapo mtu atachukulia kuacha kwake ni kama adhabu au kutenda kwake ni kama adhabu. Umemleta mtu msikitini leo aje kuswali, lakini siku ya kwanza akisha swali rakaa zake 4 au 3 au 2, wanaambia swali na sunna rakaa 2. Hizi sunna ni muhimu sana hizi. Sheikh, usiziache, mambo yako yatakuwa mepesi. Swali sunna 2. Akimaliza hapo, Sheikh, fanya uradi huu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fanya mara 100, Sheikh, mambo yako yatakuwa mazuri. Ndio siku ya kwanza huyo anaanza huyu utegemea akitoka siku hiyo kurudi itakuwa ni ngumu. Ona kumbe msikitini kuna kazi. Kwa wako baadhi ya watu wanakimbia misikiti si kwa sababu hawataki kuswali, kwa sababu wanaona ni kazi. Siku hiyo kaswali, siku hiyo kaambiwa atoe, afanye miradi, aswali sunna. Msikiti anaona ni uchungu. Anadai ule msikiti si uwezi. Kama swala nyeno hivyo basi, kwa sababu umempa uzito. Na hii si kwa mtu, hata wewe mwenyewe binafsi unapotaka uyafanye majambo yako kirahisi, jipe wepesi katika mambo. Usikusanye mambo mengi, kwamba ukidhani kwa wingi wa mambo ndio utapata thawabu kubwa, Allah atakupeleka peponi. Fanya taratibu, kidogo kidogo. Na haya ni maagizo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwataka watu kwamba wayafanye mambo kwa kiasi. Na anasema katika maneno yake, khairal umuri awsatuha, uzuri wa jambo ni ukati na kati. Usilifanye kwa wingi wala usilipunguze sana, kwa ukati na kati. Kulifanya sana haimaanishi ndio utalipwa sana. Leo imefika hatua katika kuiga sunna za Mtume tunajikuta tunafanya majambo ambayo huenda tukashindwa kuendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali mpaka miguu inamvimba, lakini kuvimba kwa miguu ya Mtume sio ilikuwa ndio lengo lake. Lengo lake ilikuwa ni kuswali, ila ule muda aliotumia umempelekea miguu kuvimba. Sasa katika kuiga sisi tunajichosha, na sisi tunaswali mpaka miguu ivimbe. Kwa shekhe ustadi anaswali suratul Maida imepigwa yote, akimaliza rakaa 2 anaangalia mguu umevimba, unakuta kwa mbali kidogo unaanza kuvimba vimba. Sasa ile kuvimbisha mguu sio lengo la kuswali. Kwa hiyo taghayyaratil maqasid bifasadi niyat, yameharibika makusudio kwa kuharibika nia za watu. Kwa hiyo unatenda jambo la Mwenyezi Mungu, lakini kumbe lengo lako ni kuvimbisha miguu. Si ndio Mtume? Tena akishavimbisha miguu, asubuhi akiamka anatembea kwa kuchechemea, ili ampate mtu akumuuliza, Sheikh bibi, mbona hivyo bwana? Tatizo nini? Unajua bwana, jana usiku nimekesha sana, nimeswali mpaka miguu imevimba, inaniuma kweli kweli. Lakini swali, je, uswaliji huo utaendelea nao mpaka lini? Wewe ukishajiona kwamba mwili wako unaumia katika jambo, ujue mwili huo haujazoea. Kwa hiyo fanya jambo lako kwa kiasi, hata kul huwallahu tu inakutosha. Haimaanishi kusoma sura ndefu ndio utalipa thawabu nyingi. Tena inawezekana kwa urefu wa sura wakati mwingine ukapoteza hata umakini katika swala. Kwa hiyo
mwili utakuwa ni kikwazo kwa mtu kama utamkusanyia mambo yakawa mengi na makubwa. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza katika kumshawishi mwanadamu mwili wake, kushawishi mwanadamu nafsi yake na akili yake, ili hivi vitu vitatu viwe ndiyo chanzo au chachu ya yeye kuelekea katika matendo bila ya kufosiwa. Usipopitazama hivi, usipoitazama akili yake inataka ipewe nini, usipoitazama nafsi yake inataka ipewe nini, usipotazama mwili wake unataka uwekewe nini, itakuwa ni kikwazo. Utajikuta anatumia nguvu kubwa, unamkataza sana lakini hakataziki, unamwamrisha sana lakini haamrishiki. Mtoto swali, kuna moto, mtoto swali. Kwa hiyo amri zetu isiwe ni sababu au isiwe ndiyo njia ya kuwataka watu watende, badala yake tutumie misukumo ama nguvu walizonazo, itakuwa ni rahisi. Kinyume chake, kama tutatumia nguvu, itafika hatua mzazi utachoka katika kuamrisha na kukataza, itafika hatua utakuja kumlaani mwanao, hatimaye umkose kabisa. Kwa sababu inafika hatua anatumia nguvu, nasema mimi ndio baba yako, unajua nimepata tabu gani kwenye kukulea, na kuambia mimi utaki, mimi ndio baba yako, nimesumbuka sana maisha yangu, mimi sili vizuri, sivai vizuri kwa sababu yako wewe, nimetafuta hivi vyote kwa sababu yako, afu leo hutaki kusoma, basi nenda kamtafute baba yako. Unaamua kumlaani kabisa. Haya maneno yanakwenda kuwa mzigo mkubwa katika akili yake, sio yatakayomwezesha kutenda, bali mtoto huyu maneno haya yanaweza kuwa ni sehemu ya kumporomosha katika akili, ya kumporomosha kimaisha, ya kumfanya mtoto huyu awe na maisha magumu. Chanzo ni maneno yako mzazi, hukuyatoa vizuri. Na wewe lengo lako lilikuwa nzuri, mtoto atende, ila tu ulichokosea ni namna ya kumtaka atende. Kwa hivyo niwaambie wazazi, waalimu, maimamu, mashekhe kwamba mwanadamu si lazima mpaka utumie nguvu kubwa sana ndio akusikilize. Allah amekuwekea hizi njia, ukizitumia vizuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia wepesi mtu huyo na hatimaye atakwenda katika lile ambalo unalotaka. Kutokana na wakati, tutosheke na haya ambayo tumeyapata. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika matendo ya kheri. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufahamishe matendo ya kheri tuweze kuyafanya, na atufahamishe mambo mabaya tuweze kuyaacha, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aipe wepesi miili yetu katika kuelekea matendo yake. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.